If you know you are free, shout a bigger hallelujah. Uhuru sema haleluya kubwa. I'm not hearing a breaking limit, hallelujah. Kuvunja mipaka. Lift up your voice and go before him in thanksgiving. Inua sauti yako nyenda mbele zake kwa What shukrani. a faithful God he is. Yeye ni Mungu mwaminifu. Oh, wonderful God. Mungu wa kupendeza. You are great. Wewe ni mkuu. Thank you for the testimonies we had this morning. Asante kwa shuhuda ambazo tumesikia asubuhi ya leo. Thank you for the first service. Asante kwa ibada ya kwanza. And thank you for this second service. Asante kwa ibada hii ya pili. Lord, we celebrate your holy name. Tunalisherehekea jina lako Lord, takatifu. we worship you. Tunakuabudu wewe. Lord, we adore you. Tunakuadhimisha wewe. No one is like unto you. Hakuna wa kulinganishwa nawe. You are worthy to be glorified. Unastahili kupewa utukufu. You are worthy to be praised. Unastahili kupewa sifa. You are worthy to be adored. Unastahili kuadhimishwa. Is somebody thanking him this Kuna mtu morning? anamshukuru Mungu asubuhi ya leo? Is somebody giving him all the glory Je, kuna mtu anampa Mungu for utukufu all he wote? have done for you in the course of the month? Wale waliokutendea katikati ya mwezi, We celebrate your holy name. tunalisherehekea jina lako takatifu. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Thank you and thank you and thank you and thank you. Asante na asante na asante. No one is like unto you. Hakuna wa kufananishwa nawe. Ask him to visit you in this service today. Muombe akutembelee katika ibada hii ya leo. Ask him to visit you. Muombe akutembelee. He have not called the seed of Jacob to seek him in vain. Hakuwaita wana wa Yakobo wamtafute bure. Lord, visit us in this service today. Bwana, tutembelee katika ibada hii ya leo. Lord, break every barrier Vunja kila kizuizi limiting our destinies. kinachozuia hatima yetu. Break every barrier, Vunja kila kizuizi Lord, stagnating our destinies. kinachodumaza hatima On zetu. this covenant day of breaking invisible barrier, Katika siku ya kiagano kuvunja in vizuizi the vyote. name of Jesus Christ of Katika jina la Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareti. lift up your voice and pray. Inua sauti yako na Lift uombe. up your voice and pray. Inua sauti yako na Oh, uombe. barriers must be broken today. Vizuizi lazima You vivunjike must leo. move to your promised land. Unapaswa uingie katika You nchi yako must ya move ahadi. to your promised land. Lazima uingie kwenye You nchi yako must ya ahadi. possess your possession. Lazima umiliki miliki yako. Nothing shall hold you down anymore. Hakuna itakushikilia chini Nothing shall tena. hold you down anymore. Hakuna itakushikilia Because chini you are in tena. this service today. Kwa sababu uko kwenye ibada ya leo. Nothing shall hold you down Hakuna anymore. kitakachokushikilia chini tena. Somebody lift up your voice and Inua pray. sauti yako na uombe. Somebody lift up your voice and pray. Inua sauti yako na uombe. Oh, Makato Shakia Takabo Shikataliaba. Oh, Yekata Brashube Landekia Takatoliaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. My God shall visit you in this service today. Mungu wangu atakutembelea kwenye ibada hii The ya team leo. of this service will answer in your name. Tamko la ibada hii He itajibu will kwako. answer by his name in your life. Itajibu kwa jina lake kwenye I'm maisha not yako. hearing a louder Sisikia amina amen. kubwa. I'm not hearing a louder Sisikia amina amen. kubwa. You shall return with testimonies today. Utarejea ukiwa na shuhuda leo. In Jesus' glorious Katika name. jina tukufu la Yesu. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. You are welcome. Unakaribishwa. It is my year of breaking limits. Mwaka wangu wa kuvunja mipaka. Please have your seat. Tafadhali keti. Welcome to this second service. Karibu katika ibada ya pili. We appreciate God for the first service. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya And we kwanza. thank God for all He has done in the month of June. Tunamshukuru kwa yote aliyotenda katika mwezi wa sita. From the first Sunday to this last Sunday. Tangu Jumapili ya kwanza mpaka hii ya mwisho. Both as a church, as an individual. Kwetu kama kanisa na kama kwa mtu mmoja To mmoja. Him alone be all the glory. Kwake pekee utukufu urejee. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu It's Kristo. our covenant day of breaking invisible barriers. Ni siku yote ya kiagano ya kuvunja vizuizi visivyoonekana. And as God have gathered us for that purpose, Na kama ambavyo Mungu ametukusanya kwa kusudi hilo, it shall be fulfilled in our lives. litatimia kwenye maisha yetu. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. The theme of this month is serving God pays the most. Tamko la mwezi huu ni kwamba kumtumikia Mungu kunalipa zaidi. From Job chapter 36, Ayubu verse 36 11. mstari wa 11. If they will obey Kama watamsikia and serve Him, na kumtumikia, they shall spend their days in prosperity watapisha siku zao katika mafanikio and their years in pleasure. na miaka yao katika utele, If they obey. kama wakimsikia. And that means Hiyo inamaanisha that there is something your obedience to serve God brings to you. kuna kitu unapokea kupitia utii wako kumtumikia Mungu. It cannot be overemphasized. Hatuwezi kusisitiza zaidi.
And it cannot be exhausted. na wala hatuwezi This kuzungumza namna ya month alone kutosha. cannot be enough to tell you things you enjoy when you serve God. Maneno ya kawaida hayatoshi kukuelezea mambo unayoyafurahia au baraka unazopata kupitia kumtumikia Mungu. Our teaching series is serving God Mfululizo wetu wa masomo ni kumtumikia and Mungu the interest of His kingdom na matakwa ya ufalme wake. pays the unmatchable. Kunalipa namna ambayo This is hailinganishiki. part 4B. Ili sema 4B, Serving God kumtumikia Mungu and the interest of His kingdom na yale matakwa ya ufalme wake. pays the unmatchable. Inalipa namna ambayo It hailinganishiki. pays the best. Inalipa bora kuliko vyote. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. Because we serve a rewarder God Hao tunamtumikia Mungu atoaye thawabu, who is committed to reward. ambaye anawajibika That is kutoa why thawabu. service pays. Ndio maana utumishi unalipa. God is not a taskmaster of Egypt. Mungu sio mtumikishaji wa Misri. God is a rewarder. Mungu ni mtoa thawabu. See how Hebrew chapter 11 verse 6 describe him. Ona Ibrania 11:6 He inavyomwelezea. said he is a rewarder of those that diligently seek him. Huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger amen. Sisikia amina kubwa. There is a reward for every service in the kingdom. Kuna thawabu kwa kila utumishi katika ufalme. You know, in 1 Corinthians chapter 10 verse 6, Wakorintho wa kwanza he 3:6. said, I planted, Sasa mimi I nilipanda. have planted, Nilipanda, Apollos watered, Apolo akamwagilizia and maji. God gave the increase. Mungu ndo akaleta And maongezeko. verse 8 says, Mstari wa 8 nasema, he that planted yule apandaye and he that watered are one. naye amwagiliaye maji ni wamoja, Every man lakini kila mtu shall receive his own reward atapata thawabu yake according to his own labor. sawa sawa na taabu yake There mwenyewe. is a reward for every labor in the kingdom. Kuna thawabu au kuna mshahara And kwa he kila said, utumishi katika ufalme. we are laborers together with God. Maana si tu wafanyakazi pamoja na Mungu, We labor together to the building of the kingdom, tunafanya kazi pamoja na Mungu to the kujenga ufalme, expansion of the kingdom. katika kutanuka kwa But ufalme. every one of us shall receive Lakini kila mmoja wetu atapokea his own reward according to his own level. thawabu yake sawasawa na And kazi yake. if you read Revelation Kisoma kitabu cha Ufunuo, chapter 22 verse 12, Ufunuo 22, Revelation 12. 22 verse 12, Ufunuo he 22:12. said, behold, Tazama I come quickly, naja upesi, and my reward is with me, na ujira wangu u to pamoja give nami, every man kumlipa kila mtu according to as his work shall be. sasa na kazi yake To ilivyo. give every man. Kumlipa kila mtu. There is a reward God gives to every man according to his work. Kuna thawabu, ujira au mshahara ambao Mungu anampa kila mtu kulingana You na are kazi not yake. wasting your time serving God. Haupotezi muda unapomtumikia Mungu. Serve him. Mtumikie. Begin by engaging that's in joining service unit in the church. Anza kwa kujiunga kupitia kikundi cha utumishi kanisani. There are many of them have been enumerated even last Sunday. Vikundi vipo vingi, tulivitaja hata Jumapili iliyopita. There is always a service unit you can serve very well. Wakati wote kuna kikundi ambacho unaweza kutumika vizuri kwenye hicho. From there, Kuanzia hapo go to the extent of spiritual stewardship kuwa sasa mpaka ufike mahala pa kutumika utumishi wa kiroho, by praying kingdom advancement prayers as a lifestyle, kwa kuomba maombi ya kusogeza mbele ufalme wa Mungu kama ndio mtindo wa maisha and yako, reaching out to souls. na pia kwenda kuvuna nafsi. Reaching out to souls. Kwenda kuvuna nafsi. There are many ways to reach out to souls today. Kuna njia nyingi sana za kuziendea It might nafsi. be one-on-one evangelism. Inawezekana ni ule uinjilisti wa It kuongea na might mtu be mmoja giving mmoja. them compelling invitation to stay Inawezekana in church. kuwaalika kwa nguvu. It have been experience here have shown that many that give their life to Christ are those invited for the first time. Uzoefu unaonyesha hapa wale wengi ambao wanakuwa wakitoa maisha yao kwa Kristo ni wale ambao walialikwa kwa mara ya They kwanza. come here to surrender. Wanapokaribishwa basi wanakuja hapa kutoa maisha yao. God is pleased. Mungu anapendezwa kwa One of hiyo. the commandments of soul winning is compelling invitation. Moja ya agizo la kuvuna nafsi ni kwamba tuwakaribishe kwa kuwalazimisha. According to Luke chapter 14 verse 23. Sasa na Luka The 14:23. Lord said to his servant, go to the highways and Bwana hedges, alimwambia mtumwa wake, nyenda njia compel panda them to come in, mipakani, washurutishe waje that my house may be filled. ili nyumba yangu ipate kujaa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Please serve God.
Tafadhali mtumikie Mungu. Teach your children now they are young how to serve God. Wafundishe watoto wako sasa namna ya kumtumikia Mungu. If you read Psalm 22, Zaburi 22 verse 30, mstari wa the 30. Bible says a seed shall serve him, Inasema uzao wake utamtumikia and he shall be counted to the Lord for a generation. na itahesabiwa kuwa baraka ya kizazi. A seed shall serve him. Ule uzao utamtumikia. Hallelujah. Haleluya. Teach them how to pray kingdom advancement prayers now. Wafundishe namna ya kuomba mambo ya kusogeza mbele ufalme wa Mungu. Don't say they are still small. Useme ni watoto. They are still teenager. Useme ni This is watoto the wadogo. time to get them. Huu ni wakati wa kuwapata. Teach them when you are going to evangelism, let them follow you. Unapokwenda kwenye uinjilisti wachukue nyenda nao. What you are doing, Unachokifanya you might not know, but you will know later. unaweza usijue umuhimu wake, lakini utajua baadaye. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Many are serving, but they are not carrying their children along in service. Wengi wanatumika lakini hawawabebi watoto wao wanapotumika. You are not committed to see them serve God. Hauwajibiki kuhakikisha kwamba na wao wanamtumikia Mungu. That is a secret God's servant used to train his children to what they are today. Hiyo ndio siri ambayo askofu Right from alitumia the tender age, they knew how to serve God. kuwafundisha watoto wake tangu wakiwa wadogo kabisa, walijua namna ya kumtumikia Mungu. The resident pastor of Winner Chapel, maybe land, Pastor Isaac, said one day, Nimesikia mchungaji Isaac in akisema those siku moja, days, Papa will go in Saturday night to pray for service. nyakati hizo askofu And he will carry angekwenda him. usiku kuombea ibada, angewabeba kwenda nao. Even as small as they are. From Pamoja tender age, they knew how to serve God. pamoja na kwamba walikuwa wadogo, alikuwa anawachukua wanakwenda kuomba pamoja naye. Tangu God. wadogo walijua namna ya kumtumikia Mungu. Thank God for the education you are giving to them. Tunashukuru Mungu kwa namna ambavyo unawaweka wakfu. Education without Christ can lead to destruction of their life. Na tunamshukuru Mungu kwa elimu unayowapa. Elimu pasipo Kristo haitoleta matokeo kwenye maisha yao. Teach them now how to serve God. Wafundishe sasa namna gani ya There kumtumikia are many Mungu. people who have teenagers, and on Sunday morning, the teenager say, I'm not going to church. And you leave her or him. Kuna wazazi You are wengi not teaching him well. wana watoto wadogo, wanapokuja Jumapili kanisani watoto wanakataa na wazazi And you'll be in wanawaacha church. majumbani. You'll be in church. Wewe unakuwa upo Serving. kanisani, You'll be in unatumika. church, Upo worshiping kanisani, God. unamwabudu Mungu. And your teenager daughter, Na mtoto wako your mdogo, teenager son, mtoto wako mdogo wa kike na wa is in kiume the house yuko nyumbani, watching pornography. anatazama picha za ngono. A seed shall serve him, Uzao wake and he utamtumikia shall be counted for na generations. itahesabiwa kwa vizazi The vingi. Bible says, train a child when he is young. Yesu amfundishe mtoto awapo mdogo, When he is old, he shall not depart from me. akiwa mzee hatoiacha hiyo njia uliyomfundisha. You will hear of a robot say, my mother teach me this. Tamsikia Including Robert tithing. akisema mama yangu alinifundisha hili Including pamoja tithing. na kutoa The fungu la mother 10. taught him at tender age how to tithe. Mama yake alimfundisha akiwa na umri mdogo namna ya kutoa fungu Papa la will 10. always tell us the story of how the grandmother taught him tithe. Askofu anatuambia wakati wote namna bibi yake alivyomfundisha living kutoa with him. fungu la 10. What are you teaching your children today? Wewe unawafundisha watoto wako nini leo? Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Don't go to evangelism and leave them in the house. Usiende kwenye uinjilishi ukawaacha watoto nyumbani. When you show them the way of God, Waonyeshe njia ya Mungu. you will rejoice tomorrow. Na utakapoonyesha njia ya Mungu kesho That utafurahia they know God. kwamba wanamjua Mungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sikia haleluya hallelujah. kubwa. A child you pamper today Mtoto unayemdekeza leo will tamper with your rest tomorrow. ataondoa amani yako A kesho. child you pamper today Mtoto unayemdekeza leo will tamper with your rest tomorrow. ataondoa amani yako kesho. That's why it's a responsibility. Ndio maana ni wajibu. You want to pray. We are praying for the church today. Tunaombea kanisa leo. And you see, there might be 5 years now, there might be 6 years. Wanaweza kuwa na miaka 5, miaka In 6. years to come, they will be telling the story of how they used to follow you to pray. How they Miaka used ya to follow you to baadaye watakuwa evangelize. wakitoa historia namna gani walikuwa wakienda pamoja nawe kuomba. When I was passing one station 5 years ago, Nilipokuwa nikichunga kituo fulani miaka 5 iliyopita, I know most of the families come with their children. ninajua for familia evangelism. nyingi zilikuwa We zinakuja go na together. watoto wao. As we are going, they are rushing to give handbill. Na They are rushing. watoto nao walikuwa wanakwenda kwenye injilisi wanatoa vipeperushi pia. It was a routine for them. Ilikuwa ni desturi kwao. And they are going to know that serving God Na is wale really what watoto to do. wamekuwa wakikuwa na utambuzi kwamba kumtumikia Mungu kunaleta thawabu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. People, what am I saying? Watu wa Mungu wanasema nini? The greatest investment you can do or inheritance you can leave to your child Urithi mkubwa unaweza kuachia watoto wako is leaving Jesus inside him. ni kuachia Kristo ndani yao. Living to have a heart for God.
kwamba kingdom. kuachia wewe na moyo wa kumpenda Mungu na ufalme wake. God's servant children are testimony everywhere they are. Watoto they don't disturb or anything. I'm telling you the truth. Watoto wa askofu ni ushuhuda popote walipo. Everybody that walk close to them or come close to them always celebrate God for them. Hawana usumbufu wa namna yote. Watoto wanaotenda kazi pamoja nao waga wanawafurahia. They were taught the things of God. Maana walifundishwa mambo ya Mungu wakiwa wadogo. In those days, God's servant hired somebody teaching them Bible when they were young. Nyakati hizo mtumishi wa Mungu alimlipa mtu anawafundisha Biblia wakiwa wadogo. They were teaching them academy, that somebody teaching them Bible. Kama ambavyo walimu wanawafundisha masomo ya shuleni, kuna mwalimu mwingine alilipwa ili kuwafundisha masomo ya Biblia. They are not where they are to be because of their father, but because they are tutored. Hawako hapo walipo leo katika mafanikio waliokuwa nao kwa sababu ya baba yao, lakini ni kwa sababu walifundishwa walipokuwa wadogo. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sikia hallelujah kubwa. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sikia hallelujah kubwa. What do I stand to gain when I serve God? Ninanufaika nini ninapomtumikia Mungu? One, profit of service is supernatural protection. Faida mojawapo au ya kwanza ya utumishi ni ulinzi wa kiungu. When you serve God, unapomtumikia Mungu, you commit God to protect you. Unamfanya Mungu akulinde. You commit God to protect you. Unamfanya Mungu akulinde. To preserve you. Akuhifadhi. You commit God to keep you. Unamfanya Mungu akulinde. And whosoever God kept, na yote anayelindwa na Mungu, cannot be hurt by enemies. Hawezi kudhuriwa na adui. Jesus sent the 70. Yesu aliwatuma 70. In Luke chapter 10. Luka 10. And in verse 17 they returned. Mstari wa 17 wakarejea. And they will return with joy. Walirejea kwa furaha. And in verse 19, mstari wa 19, Jesus said, not only that you are rejoicing, but I have given you power. Asa msifurahi tu, lakini nimewapa mamlaka. This power to tread upon scorpion and mamlaka serpent. kukanyaga nge na nyoka. And he said, and nothing nasema na hakuna kitu shall by enemies hurt you. kitakacho wazuru. When God keeps you, nothing can hurt you. Mungu anapokulinda hakuna kitakacho kudhuru. kudhuru. And you secure that supernatural protection in service. Na unaupata ule ulinzi wa kiungu kupitia kumtumikia. Because God knows that they will not kill you. Kwa sababu Mungu anajua, God knows that if they kill you, Mungu anajua kama wakiweza kukuua, there are a lot of people he will lose that will not be brought to the kingdom. Kuna watu wengi ambao hawataletwa kwenye ufalme. He knows that if you are alive, anajua kwamba kama maisha yako, you will bring more souls to the kingdom. Ukiwa hai utawaleta nafsi wengi kwa Kristo. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. God secures his servant. Mungu waga anawalinda watumishi wake. I'm a living testimony. Mimi ni ushuhuda ulio hai. I have pastored Boko Haram place, a Bauchi place, many years ago. Chunga kanisa ambalo ndo makazi ya Boko Haram. I know what we faced there. Najua tulivyokabiliana navyo. I know how God was committed to protect. Najua namna gani Mungu alitulinda huko. In 2015 August 20. 2015. I went to a place Fulani herdsmen were killing people. Nilikwenda mahala ambako wa fulani walikuwa wakiwaua watu. They caught me and the driver driving me. Walinikata mimi mapanga na dereva alikuwa akiniendesha. People can't explain how we came there alive. Hatuwezi kueleza tulitokaje mikononi mwao hai. At that spot. Katika hilo tukio. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Because God is committed to my protection. Nilitoka kwa sababu Mungu anawajibika kunilinda. From that 2015 till now. Toka 2015 mpaka sasa. I can't count how many souls. Siwezi kueleza idadi ya nafsi ambazo nimezileta kwa Kristo. In many towns. Katika miji mingi. Through preaching, through going out for evangelism. Kupitia kuhubiri, kupitia kwenda kwenye uinjilisti. That's why God kept me alive. Ndio maana Mungu ananitunza niwe hai. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. Number 2. Namba 2. When you serve God and the interest of his kingdom, unapomtumikia Mungu na matakwa ya ufalme wake, you are established in faith. Unathibitishwa katika imani. Obedience to soul winning commandment. Utii wa lile agizo la kuvuna nafsi establishes your faith. Linathibitisha imani yako. Your faith in God and that faith command exploits. Imani hiyo kwa Mungu na imani hiyo ndio inasababisha utende matendo makuu. That's why you must serve God. Ndio maana lazima umtumikie Mungu. Your faith will be established. Imani yako itathibitishwa. If you read Luke chapter 13 verse 6 to 9. Luka 13:6 mpaka 9. And also John chapter 15 verse 2. Yohana 15. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. Let me read Luke chapter 13 verse 6 to 9.
Luka 13:6 He mpaka spake also 9. a parable. Alinena mfano. Luke chapter 13 verse 6 to 9. Luka 13:6 mpaka 9. Luka He 13. spake also a parable. A certain man had a fig tree Anena mfano, mtu mmoja alikuwa na mtini planted in his vineyard. umepandwa katika shamba lake la And he mzabibu. came and sought fruit thereon and found none. Akaenda akatafuta matunda juu yake asipate. He said to the dresser of the vineyard, Akamwambia mtunzaji wa "Behold, shamba, these 7 years tazama miaka hii I mitatu come seeking fruit on the fig tree nakuja kutafuta matunda kwenye huu and mtini find none. na Cut it down. sipati kitu, ukate. Why incubate it the ground?" Mbona hata unaharibu nchi? And he answered and said, "Lord, let it alone this year. Yule mtumwa akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu Shall I dig about it?" And he dug it. niupalilie. And if he bear fruit, well. But if not, then thou shalt cut it down. Na ukizaa matunda baadaye vema, ila The usipozaa faith ndio of any tuukate. Christian is not established if you are not bearing fruit. Imani ya mwamini yoyote haithibitiki kama uzae The matunda. guarantee of the establishment of faith is in bearing fruit. Uhakika wa kuthibitishwa kwa imani yako ni kupitia kuzaa matunda. And number 3, Namba 3, it secures eternity for you. inakupatia uzima wa milele. Luke chapter 10 verse 17 to 20. Luka 10:17 mpaka 20. In verse 17 they rejoice. Na 7 Verse 20, wakafurahia. verse 19, Mstari wa 19, Jesus said, "I give you power." Yesu ambaye nimewapa But in amri. verse 20, Mstari wa 20, Jesus said, "Notwithstanding, in this rejoice not." Notwithstanding in this rejoice not. kadhalika msifurahi tu kwa sababu mapepo yanawatii, That the spirits were subject unto you. kama mapepo yanawatii, Rather rejoice, lakini furahini because your names are written in kwa heaven. sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Rejoice because your eternity have been secured. Furahi kwa sababu umepata uzima wa milele. And you know, eternity is, or heaven is, that is our focus of Christianity. Unajua mbingu ndio lengo letu la Ukristo. What the Bible said, what will it profit a man when he gain the whole world and lost his own soul? Biblia inasema itamnufaisha mtu nini akiupata ulimwengu wote The akipoteza greatest nafsi yake? profit is eternity. Faida kubwa ni kupata uzima wa milele. That's why when you are going about rescuing people from hellfire, Ndio maana unapokwenda ukiwaokoa watu kutoka kwenye moto wa kuzimu, you secure eternity. unapata ule uzima wa Because what you milele. are spreading is righteousness. Unapata haki. You can't give it if you don't have it. Na huwezi kuitoa hiyo haki kama we hauna. And if you have it, Na ukiwa nayo, your eternity is ule secure. uzima wa milele unahakikishiwa. Somebody say amen. Sema amina. But how do I serve God Ninamtumikiaje Mungu for it to be accepted and rewarded? ili utumishi wangu ukubalike na upate thawabu? Remember, we have said a lot of things Kumbuka tumesema mambo mengi on the principle of acceptable stewardship. katika zile kanuni za utumishi wenye kukubalika, That you must serve God. You must serve God righteously. kwamba lazima umtumikie Mungu kwa And you must usafi, serve kwa God haki, faithfully. umtumikie kwa That you uaminifu, must serve God heartily. That's from the umtumikie heart. kutoka moyoni, That you must serve God cheerfully. na pia umtumikie Mungu kwa You furaha, must serve God diligently. pia umtumikie kwa You juhudi, must serve God. pia lazima umtumikie Mungu. Many of them we have talked about this month. Tumeongelea mengi sana katika mwezi huu, But I conclude with these two. lakini nahitimisha na hizi mbili. Number 1 today. Namba 1 kwa leo, For your stewardship to be ili accepted, utumishi wako ukubalike, you must serve God tirelessly. lazima umtumikie Mungu pasipo kuchoka. Galatians 6 verse 9. Galatia 6:9, Don't be weary in well doing. msichoke katika kutenda mema, For in due season maana katika majira makamilifu you shall reap. mtavuna. Anyone serving and fainting will miss the blessing. Yeyote ambaye anatumika na kuzimia atakosa baraka. I want you to receive a grace for continuity in service. Nataka upokee neema ya kudumu kuendelea katika A utumishi, grace not to be tired in service. neema ya kutokuchoka katika A utumishi, grace not to give up in service. neema ya kutokata tamaa katika utumishi. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Wakorintho wa kwanza 15:56, The Bible says, Biblia inasema, beloved brethren, ndugu zangu wapendwa, be ye steadfast, muimarike, unmovable, msitikisike, always abounding in the work of the Lord, kazidi sana kuitenda kazi ya Bwana, as much as you know kwa kuwa mjuavyo that your labor in the Lord ya kwamba taabu yenu katika Bwana is not in vain. si bure. 1 Corinthians 15:58. Wakorintho wa kwanza He 15:58, said, be steadfast, muimara, serving
Tirelessness is being steadfast. Kumtumikia Mungu pasipo kuchoka ni kwa imara. Under the sun or in the rain, you are unmovable. Kwenye jua, kwenye mvua hautikiswi. Not serving today and resting tomorrow. Sio unamtumikia leo kesho unakaa. But you are serving God continually. Lakini unamtumikia Mungu kwa uendelevu. That is what provoke the rewards. Hiyo ndio inapelekea thawabu kutokea. I pray you will not give up in service. Na kuombea usikate tamaa kwenye You utumishi. will serve tirelessly. Utatumika pasipo kuchoka. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. Secondly today, Cha pili kwa leo, that you should serve God with good will. kwamba mtumikie Mungu kwa na nia njema. You must serve God with good will. Mtumikie Mungu kwa na nia njema. That is, you are serving God Unamtumikia Mungu and wishing the kingdom of God well. na ukiwa una nia njema ama Not- unautakia mema ufalme wa Mungu. Not doing something with your hand Sio kufanya kitu kwa mkono wako and your heart is saying another na thing. moyo wako unasema kitu kingine. Galatians chapter 6 verse 6 to 7. Galatia 6:6 mpaka 7. Galatians chapter 6, he said, no, Ephesians chapter 6 verse 6 to 7. Efeso 6:6 mpaka 7. Ephesians chapter 6 verse 6. He said, not with eye service, Si kwa utumwa wa macho tu as men pleasers, kama wajipendekezao kwa but wanadamu, as servants of Christ, bali kama watumwa wa Kristo, doing the will of God from the heart, ukiyatenda mapenzi ya Mungu kwa moyo, with good will, ukiwa na nia njema, with good will, kwa na nia njema, doing service ukitumika as unto the Lord, kama kumtumikia Bwana not to men. na sio kuwatumikia wanadamu. Not that you are praying, oh God, multiply this church, Sio kwamba unaomba Mungu lizidishe kanisa hili and you are wishing that it will not happen. na ndani yako unatamani kwamba kanisa Even lisiongezeke. going to the extent of doing a lot of, saying a lot of things for it not to happen. Inafika mahala pia hata unatembeza maneno mengi ya uongo ili kanisa You lisikue. are only wasting your time if you are living such life. Kwa kufanya hivyo unapoteza muda Because your wako tu services will not be received. kama unaishi maisha, maana utumishi wako Say, hautapokelewa. doing with good will. Sasa fanyeni, tumikeni mkiwa na nia njema. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya. Because God rewards us Sasa Mungu hutupa thawabu based on our heart. kwa kutegemeana na kile kinachoendelea Our kwenye mioyo yetu, attitude in service. kupikia ule What mtazamo you wetu are katika doing in your utumishi. hand, is it aligning with what is in your heart? Je, unachofanya mkononi kinaendana na kilichoko moyoni mwako? We have met a lot of people in our years of service in different places. Tumekutana na watu wengi katika kipindi cha miaka yetu ya utumishi katika maeneo mbalimbali. We have seen people we thought that they are gathering with us, but they are scattering while we are gathering. Tuliona watu ambao tulizani wanakusanya pamoja nasi, kumbe wao wanatawanya. You might see them active, but they are scattering while we are gathering. Unaweza kuona wana juhudi, lakini kumbe wanatawanya wakati sisi tunakusanya. Do service with good will, Fanya utumishi kwa nia njema, because it is unto the Lord. kwa sababu utumishi huo ni kwa Bwana. Nobody might know what you are doing. Hakuna anaweza kujua unachokifanya. But then what I have also observed, Kitu ambacho pia nimekiona, no matter how you pretend, haijalishi unaigiza kwa kiasi one gani, day the truth will come out. siku moja ukweli utatokeza. One situation will bring the truth out. Kuna jambo moja tu litaufichua ule ukweli. You will know that this person is not even with us. Tutajua kwamba huyu mtu kwamba hayuko pamoja nasi, He have been around, but he's not with us. kwamba yuko tu It tuko doesn't naye, take time. lakini hatuko pamoja. It doesn't take time. Haitohitaji muda You mwingi. can't pretend all the time. Hawezi kuigiza muda wote. Men, please, those doing eye service, it doesn't last for a long time. Wale wanaotumika utumishi wa macho ili waonekane hawadumu kwa muda mrefu, And the truth will be revealed. na kwamba ukweli ipo siku utafunuliwa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. I had one experience in 2010, 2011. 2010, 2011 niliona uzoefu fulani. The station I pastored in Bauchi State. Kituo ambacho nilichunga huko, We needed a land. tulihitaji ardhi. The land was a very small money. Ardhi hiyo ilikuwa gharama yake ni kidogo sana. Even they have started pursuing the land before I came. Walianza mpango wa kununua hiyo, kutaka kununua hiyo ardhi kabla hata The sijaja kwenye hicho process of kituo. buying the land in this commission is so cumbersome. Mchakato wa kununua A ardhi lot of documents are needed. kwenye huduma hii ni mkubwa sana, kuna No matter nyaraka nyingi how you zinahitajika. need the land, that process must follow. Haijalishi mmeipata hiyo ardhi kwa urahisi kiasi And I gani, zile hatua I lazima have this mzifuate. man, he's an elder. Kuna mzee And mmoja kwenye he's kanisa a chairman of our local church council. alikuwa ni There. mwenyekiti wa bodi yetu ya kanisa. And we are together pursuing it. And the thing Tulikuwa delayed. naye pamoja tukifanya huu mchakato wa kuinunua hiyo ardhi, And he went wide against the church. He's a chairman. No. na yeye ni mwenyekiti wa bodi ya kanisa. Started going to the towns. Every time that we are claiming that we have money,
Is this land we cannot buy? He was talking it everywhere. Yeye ndo alikuwa anazungumza kinyume nasi kila eneo. And when he was talking it, God was hearing. Alipokuwa akiongea hayo, Mungu alikuwa This anamsikia. is a chairman that's supposed to protect the church and tell the people. Huyu ni mwenyekiti aliyepaswa kulilinda kanisa na kulizungumzia mema. When I was told, I called him. Nilipoambiwa maneno yake He nilimuita. never denied it. Hakukana. But it was not up to 2 weeks he started doing that campaign. Alikuwa hajamaliza wiki mbili tangu ameanza kufanya kampeni ya maneno ya uzushi. That the leadership answered. Uongozi ukajibu. And send the money. Ukatutumia pesa. Hallelujah. Hallelujah. I invited him and said the money have come. Nilimkaribisha na kumwambia ile pesa tulikuwa tunataka tumeipata. Shame couldn't allow him to come back again. Aibu ya uso ilimzuia kunijia tena. When he see us coming, he will run away. Akituona tunatokeza upande huo anakimbia upande wa pili. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Not everybody around is with us. Sio kila tunayemwona anatuzunguka hapa yuko pamoja nasi. Are scattering. Wengine wanatawanya. And I pray na ninaomba that everyone serving God na here kila mmoja anayemtumikia Mungu hapa will serve God with good will. atamtumikia Mungu akiwa na nia I'm njema. not hearing a louder Sisikia amina amen. kubwa. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. Zechariah Zakaria chapter 1 verse 17. 1:17. As we look at, before we rise up to pray, Kabla tujainuka na kuomba, the subject of breaking invisible barriers. somo la kuvunja vizuizi visivyoonekana. In Zechariah chapter 1 verse 17, Zakaria 1:17. the Bible says, cry ye saying, thus says the Lord of hosts, Piga kelele tena kwa kusema Bwana wa majeshi asema my hivi. cities through prosperity shall yet be spread abroad, Miji yangu kupitia kufanikiwa itaenezwa and huko the na Lord huko. shall yet comfort Zion, Na Bwana ataufariji and Sayuni. shall choose Jerusalem. Atauchagua Yerusalemu tena. And verse 18. Mstari wa 18. And then I lifted up my eyes Nami nikainua macho yangu, and saw, nikaona, and behold, 4 horns. natazama pembe 4. And I say unto the angel that talked with me, Nikamwambia yule malaika aliyesema nami, what be this? nini hizi? He answered me, Akanijibu, these are horns hizi ndizo pembe that have scattered Judah, zilizowatawanya watu wa Yuda Israel, na Israeli and na Jerusalem. Yerusalemu. And the Lord showed me 4 carpenters. Kisha Bwana akanionyesha wafua chuma 4. And then said I, Ndipo nikauliza, what come these to do? hawa wanakuja kufanya He nini? spake saying, Akasema kwamba these are the horns which have scattered Judah, hizo ndizo pembe zilizotawanya wana wa so Yuda, that no man did lift up his head hata ikawa kuna mtu aliyeinua kichwa chake, to cast out the horns of the Gentiles, lakini ili kuzivunja which mataifa lifted up their horn over the land of Judah to scatter it. waliinua pembe yao juu ya Yuda ili kuzitawanya. Hallelujah. Haleluya, I say hallelujah. haleluya. There were activities of 4 horns Kuna kazi zinazotendwa na pembe 4 which represent barriers. ambazo zinawakilisha hizo pembe 4 Barriers vizuizi. are satanic installations Vizuizi ni vitu vya kishetani to prevent you from fulfilling your destiny. ambao vimewekwa ili kukuzuia usitimize hatima Barriers yako. are satanic limitations Vizuizi ni mipaka ambayo imewekwa na shetani that prevent you from accessing your ili blessings kukuzuia usipate baraka zako. until the everlasting doors are lifted up. Hiyo milango ya milele isipoondolewa, The King of Glory will not come in. mfalme wa utukufu hawezi kuingia. Psalm 24 verse 7 and 8 and 9. Zaburi ya 24:7, Lift 8 up na your 9. heads, O ye gates, Inueni vichwa yenye malango, and be lifted up, you everlasting inueni doors, vichwa yenye malango ya milele, and the King of Glory shall come in. ili mfalme wa utukufu apate Who kuingia. is the King of Glory? Mfalme wa utukufu huyo ni nani? The Lord want to come in Bwana anataka with kuingia his blessings in your life. na baraka zake katika maisha yako, But there are everlasting doors. lakini kuna milango ya milele. 1 Corinthians 16 verse 9. Wakorintho wa kwanza The 16:9. Bible says, Biblia inasema it's a great and effectual door mlango mkubwa na kufaa sana are opened unto me, umefunguliwa kwangu, but there are many adversaries. lakini wako wengi wanipingao. There are many adversaries. Wako wengi wanipingao. There are many oppositions Kuna upinzani mwingi who rise to oppose it. ambao unainuka ili kupinga. People of God, invisible barriers are real. Watu wa Mungu, vizuizi visivyoonekana ni kweli. Your denial of it Kukana kwako kwamba havipo doesn't make it not real. haifanyi kwamba hivyo vizuizi visiwe halisi. Hallelujah. They are Hallelujah. real. Ni halisi. These invisible barriers are sponsored Hivi vizuizi visivyoonekana by satanic forces vinaletwa na nguvu za kishetani and strong men, na watu wenye nguvu, and they are responsible na lengo lao for a lot of things.
ni kuhakikisha mambo mengi, including near success syndrome. kwa mfano kushindwa karibu na You are kufanikiwa. almost there and never get there. Yaani unakaribia tu kufanikiwa mara unashangaa When ufanikiwe. you are about breaking forth, Karibu tu upate when mpenyo. you are about getting one breakthrough or the other, Pale unapokaribia kupata mpenyo mmoja ama mwingine, the barrier comes to block it. kile kizuizi kisichoonekana kinakuja kuzuia You huo see mpenyo. one story or the other, they will be telling you one story or the other. Wataanza kuambia jambo hili na hili ndio limesababisha hilo Many jambo destinies lisitokee. have been truncated. Hatima nyingi zimeharibiwa. Many destinies have been destroyed. Hatima nyingi zimeharibiwa. Many blessings have been delayed Baraka nyingi zimecheleweshwa because of invisible kwa barriers. sababu ya vizuizi visivyoonekana. Hallelujah. Haleluya. And these invisible barriers are caused by stubborn spirit Na hizi vizuizi visivyoonekana vinasababishwa na roho zile ngumu, and foundational strong men roho ving'ang'anizi, who reside in families, na nyingi zinatokea kwenye familia. waging war on the members of families, Zinapiga vita kinyume na washirika wa hiyo ensuring familia, that nobody succeeds in that family. kutaka kuhakikisha kwamba hakuna mtu anafanikiwa kwenye hizo familia. Hallelujah. Haleluya. That's why for you to overcome, Ndio maana ili ushinde you must reply them with spiritual warfare. lazima uwajibu kwa kupiga vita ya kiroho. The language the devil understands is a language of warfare. Lugha ambayo shetani anaielewa ni lugha ya vita. Don't give it medical explanation. Usielezee kitabibu, Don't give it social explanation. usielezee kwamba ni mambo tu Most yanayotokea of kwenye the jamii. challenges are spiritual. Changamoto nyingi ni za kiroho. There are forces in the unseen realm Kuna nguvu katika ulimwengu that is usioonekana stopping those blessings, ambao ndo zinazuia hizo that baraka, does not want you to move forward. ambazo hazitaki usonge I mbele. said in the first service Ni sawa kwenye baada ya kwanza, that favor was only a tool the devil used. Farao alikuwa ni chombo tu ambacho shetani alimtumia, But the God of the land of Egypt, lakini ile miungu ya nchi ya the Misri, gods, it was not only one. ile miungu, When you hear the gods, unaposikia miungu they are many. manake iko Sea mingi, marine powers, occultic powers, they are many. manake miungu ya baharini They were the one iko responsible mingi. Hii ndio ilikuwa for the inasababisha captivity of the ule Israelites. uteka wa wana wa Israeli, Even when God prophesied to them hata ambapo Mungu alitoa unabii that kwao they will stay in the strange land for 400 years. kwamba watakaa katika nchi ya ugeni kwa miaka 400. They're supposed to leave Egypt by 400 years. Walipaswa kuondoka As Misri said by miaka God. 400 ilipotimia kama Mungu alivyoagiza, But they had extra 30 years lakini walichelewa kwa miaka 30 because baadaye of barriers. kwa sababu ya vizuizi. Hallelujah. Haleluya. And God knew. Mungu alijua, He told Moses alimwambia Musa in Exodus chapter 12 verse kwenye 12, Kutoka I 12:12, will pass through the land of Egypt tapita tonight, katika nchi ya Misri usiku wa leo, and I will smite all the firstborn nitapiga wazaliwa wa in the land kwanza of Egypt, both katika nchi ya Misri, man and beast, wa wanyama na wanadamu, and against all the gods na of Egypt. dhidi ya miungu yote ya Misri I will execute judgment against them. nitatoa hukumu. And when God did, Na Mungu alipotoa hiyo hukumu, Pharaoh was powerless. Farao alipoteza nguvu zake. Pharaoh ran to Moses at night. Farao alimkimbilia Musa usiku, You people can go. akamwambia nyinyi watu mnaweza You kuondoka, people can go. nyinyi watu mnaweza He kuondoka, was in a haste kwa sababu alikuwa kwenye haraka ya because kuwatoa. the source of his high-heartedness had been dealt with. Alikuwa na haraka ya kuwaondoa kwa sababu kile kilikuwa sababisha awe mgumu kimeharibiwa. Many things happening to you are not just happening just like that. Vitu vingi vinavyokutokea vitokee tu hivi hivi. There is no smoke without fire. Hakuna moshi pasipo moto. It's activity. That's one of the invisible barriers. Is one of the things the devil uses to block people's access to their blessings, Vizuizi vinaonekana ni moja ya kitu ambacho shetani anakitumia kuwazuia watu wasipate baraka zao, including answers to prayers. pamoja na kuzuia maombi. You know, in Daniel chapter 10, Danieli 10, Daniel prayed. Danieli aliomba, Angel Gabriel was bringing the answer. malaika Gabriel alikuwa analeta But majawabu, in the spiritual realm, there was a barrier. lakini katika ulimwengu wa roho kulikuwa na God, kizuizi the prince of Persia, ambaye alikuwa anaita mkuu wa anga wa Persia. withheld the angel Gabriel. Angel Gabriel couldn't deliver the answers. Yule mkuu wa Uajemi alimzuia malaika Gabrieli asipeleke majawabu. Barrier block your way. He can't move. Vizuizi vinakuzuia wewe usiweze kusonga mbele. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. If you are walking, Kama unafanya if kazi, you are running, if you are driving, and there is a barricade on the road, kama unatembea unaendesha gari na kuna kizuizi kwenye njia mbele, until it is removed, kile kizuizi kisipoondolewa, kile kizuizi kisipoondolewa, you will be there. utabaki hapo You hapo, won't move anywhere. hauwezi kusonga mbele. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. And that was the walls of Jericho was a barrier.
Zile kuta za Yeriko ilikuwa ni kizuizi. In Joshua chapter 6, reading from verse 20. Yoshua 6 kuanzia mstari wa The 20. children of Israel couldn't go in to possess their land. Wana wa Israeli hawakuweza kuingia ndani They kumiliki nchi couldn't yao. go in to possess their land. Hawakuweza kuingia Because there kumiliki ile was nchi. a physical barrier Kwa sababu kulikuwa na kizuizi cha mwilini. until the walls of Jericho crumbled. Zile kuta za Yeriko mpaka zilipoanguka, The people of God could have been stagnated. ndipo waliweza kusonga mbele, na kama zisingeanguka wangedumaa. There were spiritual walls of Jericho. Kuna kuta za kiroho za Yeriko. One time I read about that was how thick it was. Siku moja nilijifunza kuhusiana na huo ukuta namna ulivyokuwa mkubwa. It was so high. Ulikuwa ni mrefu na ni mpana. That there's no how you do it. Hakuna namna ungeweza kuangusha. You can pass unless it's broken. Na hakuna namna unaweza ukapita mpaka umedondoka. People of God, that's why we are here today. Watu wa Mungu, ndio maana tuko hapa leo. To destroy those barriers. Kuharibu hivyo vizuizi. For us to access our Ili testimony. tuweze kupata shuhuda zetu. For us to move forward. Ili tuweze kusonga mbele. Maritally. Kindoa, Financially. fedha, Academically. kitaaluma. In all wise, for us to move Katika forward. maeneo yote ya maisha yetu ili tuweze kusonga mbele. The barriers must be broken. Vizuizi lazima vianguke. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Wherever the devil have put 4 horns, Popote ambako shetani ameweka pembe 4, God have 4 carpenters. Mungu anawafua vyuma 4. Each one to deal with each Kila one. mmoja kushughulikia pembe moja. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Invisible barriers are real. Vizuizi visionekana ni halisi. But more real is our deliverance from them. Lakini uhalisi mkubwa ni kwamba More tunaweza kuvishinda. Is their destruction. Uhalisi mkubwa ni kwamba zinaharibiwa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And you must fight Lazima upigane to see it broken. ili kuona vizuizi hivyo vikivunjika. In 1 Timothy chapter 6 verse 12. Timotheo kwanza 6:12. Fight a good fight of faith. Pigana vita vizuri vya imani. Fight a good and lay hold on it. There are things you will not lay hold in this kingdom until they crumble, until barriers are crumble. Kuna vitu utovipata katika ufalme huu mpaka vizuizi vimeanguka. Hallelujah. Haleluya. Warfare Vita. is part of our Christian adventure. Vita ni sehemu katika safari yetu ya Ukristo. Let me read most of the things I wrote yesterday. Nisome miongoni mwa vitu nilivyoandika jana. Because many people are not ready to fight. Sasa watu wengi hawako tayari kupigana. And that's why they are not ready Hawako tayari. to possess their possession. Hawako tayari kupigana, ndio maana hawako tayari kupata miliki zao. In Deuteronomy chapter 2 verse 24. Kumbukumbu la Torati 2:24. Deuteronomy chapter 2 verse 24. Kumbukumbu la Torati 2:24. God say, rise ye up. Mungu asema inukeni. Take your journey and pass over river Arnon. Anzeni safari, piteni mto Behold, I Arnoni. have given into thy hands Simon the Amorite, Nimemtia mkononi mwenu king Simoni, of Heshbon, mfalme wa and Heshboni, his land I have given it to you. pamoja na nchi yake nimewapa. Begin to possess it. Anzeni kuimiliki. Contend with him in battle. Mshindane naye katika If you must mapigano. possess it, I have given it to you. Nimesha I kupatia. have said that this year is your year of breaking Nimesema limits. huu ni mwaka wako kuvunja mipaka. Isaac order of year. Mwaka kama wa Isaka, A year of increase. mwaka wa maongezeko. But you need to fight Lakini unahitaji kupigana in order to possess it. ili umiliki miliki zako. Hallelujah. Haleluya. I wrote yesterday Niliandika jana. before you sleep Kabla hujalala. that you cannot be victorious if you are not in a battle. Hawezi kushinda kama uko vitani. There is no celebration of victory without warfare. Hakuna sherehe ya ushindi kama vita haipo. Until you go to the field of battle, Usipokwenda katika uwanja wa vita, there is no possibility of emerging victorious. hakuna namna unaweza kuinuka kuwa mshindi. When God wants to give you victory, Mungu anapotaka kupa ushindi, He allows you to go through battles. anakuruhusu upite kwenye vita. When you get to the field of battles, Unapopita katika uwanja wa vita with a positive mindset, na mtazamo ukiwa chanya, you fight with armor given to you by God, utapigana kwa silaha ambazo Mungu amekupa, and you will record unchallengeable victory. na utapata ushindi ambao And usiokanika. I say you must forget the idea of victory, Sahau idea lile, of testimony without battles, sahau wazo la ushindi au shuhuda pasipo or vita. you forget or overcoming without facing challenges. Sahau habari ya kushinda kama hutokabiliana na changamoto. You need to know Unahitaji kujua it is the battle you will get involved ni ile vita ambayo unaipigana that can help you to record victory. ndio inaweza kusaidia wewe kupata ushindi. Hallelujah. Haleluya. Understand this, Elewa hili, that it is battle you get involved. ni ile vita ambayo unaipigana, That you need to be conscious of the fact that every battle is an opportunity inabidi uwe na utambuzi huu kwamba kila vita ni fursa to have a celebration of ya victory. wewe kupata sherehe za ushindi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa.
I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. Contention Mapigano is a womb ndio tumbo of possession. la kukupa wewe umiliki. What you are not ready to contend in battle, Kile ambacho uko tayari kupigana nacho katika you vita, are not ready to possess. au uko tayari kukimiliki. God's servant sent us this his words again. Mtumishi wa Mungu amekuwa akisema maneno yake tena na tena, That what you don't want, you don't watch. kwamba kile usichokitaka usikitazame. What you don't want, you don't watch. Kile usichokitaka usikitazame. Whatever you don't resist Chochote usichokizuia has the right to remain. kina haki ya kubaki. Whatsoever you don't confront, Chochote usichokikabili you cannot conquer. hauwezi kukishinda. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Somebody bless, shout amen. Umebarikiwa, sema amina. Somebody bless, shout amen. Umebarikiwa, sema amina. Lift up your voice and appreciate Inua it. sauti yako, mshukuru Mungu. And be ready for battle. Na ukae mkao wa vita. God is on your side. Mungu yuko upande wako. Every invisible barrier Kila kizuizi kisichoonekana shall crumble today. taanguka leo. Every spiritual and physical walls of Jericho Kila kuta za kiroho na za kimwili za shall Yeriko fall down flat today. zitaanguka leo. I'm not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. The God's people stagnated because of a wall Watu wa Mungu walidumaa kwa sababu ya ukuta. in the spiritual Kiroho realm, a wall. una vita. I remember the story of God's servant Nilikumbuka habari ya mtumishi wa Mungu when this church started. kanisa hili lipoanza. And he said, no, the way this church is growing, no. Asema hapana, namna ile kanisa He linavyokuwa entered into hapa. 3 days fasting with the staff. Aliingia katika mfungo wa siku He tatu said, na "Man, wafanyakazi. God told you, follow me." Asa katika mfungo Mungu alimwambia He said nifuate. he left the building and outside. Asa akaacha jengo akatoka Open nje. and showed him. Mungu akamwonyesha He kitu. saw a thick layer Akaona kapeti nene covers the church. limefunika kanisa. That was a barrier. Hicho kilikuwa ni kizuizi. Hallelujah. Haleluya. And God said to him, deal with it. Mungu akamwambia You have shughulika heard God's nalo. servant said it. Mmemsikia And he said akisema hivyo. he was reading and meditating John chapter 1 verse 5. Anasema alikuwa akisoma na kutafakari Yohana 1:5. He said he pointed out to it. Anasema akalinyoshia Light kidole. shineth in Ile darkness. kapeti akaliambia nuru yang'aa And gizani. darkness Wala comprehended it. giza aliwezi kuishinda. You know what God told him? Unajua Mungu alimwambia nini? That this is what the devil is using to misinterpret what I'm doing in this church. Kwamba hichi ndio ambacho shetani anatumia kutafsiri vibaya kile ninachokifanya hapa kanisani. All the prayers, the word, nothing was happening. Maombi yote, neno, hakuna kitu kilichokuwa kinatokea. Because there was barrier. Kwa sababu kulikuwa na kizuizi. Despite the 18-hour vision, Pastor kujalisha alipata maono ya the masaa church was 18. stagnated Kanisa lilidumaa until the barrier was dealt with. mpaka kile kizuizi He said kiliposhughulikiwa. immediately he spoke that word when God Anasema said deal with it, alipotamka lile neno, that he saw it fold up like a mat. aliona lile kapeti likijikunja kama mkeka. And God said, when I came to the world, Na Mungu akamwambia nilipokuja duniani, someone have to tell someone. mtu ilibidi amwambie mtu, Go to town and tell them, come and see. nendeni mjini waambie waje kuona. That's the day our handbill have that title, come and see God at Ndio work. siku there. tulitengeneza vipeperushi tukiandika njoo uone matendo makuu ya Mungu. And from that moment, the church began to Na go. baada ya mwezi huo sasa kanisa likaanza Till kukua. today, Mpaka leo the church have not stopped going. kanisa halijakoma kukua Because a barrier have kwa been sababu broken. kizuizi A kiliondolewa. barrier have been broken. Kizuizi I kilivunjwa. don't know the barrier the devil is. Do you know that barrier made people pass the church and thinking that it's a white garment church. Unajua kile kizuizi kilisababisha watu wao wanapita kwenye ile kanisa waingie kwa sababu Somebody wanadhani later joined the ni kanisa lisilo sahihi. So anytime I pass here, Kuna mtu alikuwa anasema kila I nilipokuwa see you nikipita people as a white garment church. nilikuwa ninaona kama ni kanisa la vazi jeupe. And God's servant said that time he doesn't wear white that time. He was Mtumishi wa not Mungu wearing anasema na white. kipindi hicho alikuwa avaa hata nguo But the yote devil nyeupe. was painting the church as a white garment church Lakini shetani alileta tafsiri kanisa lionekane kama ni kanisa la vazi jeupe until the barrier was broken. mpaka kile kizuizi kilipoondolewa. A church with 18-hour vision Pamoja na kuwa na maono ya masaa couldn't 18. go because of barrier. Kanisa likusonga mbele kwa sababu ya kizuizi. That's why you must be angry with satanic barriers. Ndio maana lazima uvikasirikie vizuizi vya kishetani. They hinder destiny. Vinazuia hatima. They hinder destiny. Vinazuia hatima. Many could have been married now, but there is barrier. Wengine ilibidi wawe kwenye ndoa labda kuna Many vizuizi. could have been more than what they are, where they are financially today because of Wengine barriers. ilipaswa wawe juu kifedha lakini kwa sababu ya vizuizi There are many wamedumaa. families they don't cross they don't cross one particular stage financially. Kuna wengine hawavuki hatua there is a fulani barrier that been ya kifedha kwa sababu ya kizuizi. People of God, you need to fight today. Watu wa Mungu unahitaji kupigana leo. And those barriers shall be broken. Na hivyo vizuizi vitavunjika. You know, one of the things I learned from that story I told you now, Moja ya kitu nilichojifunza kwenye story niliyokuambia and hapa. also joining in with Encounter of Kenneth Hagin,
Pia nikiunganisha na ule mguso aliopata kupitia One Kenneth day, Hagin. Jesus appeared to him in a vision. Siku moja Yesu alimtokea Kenneth Hagin kwenye And maono. there was this devil also appear. Na huyu pepo akatokea. Jesus told Kenneth Hagin to deal with it. In other words, Yesu akamwambia Kenneth Hagin ndio I have amkemee given you pepo. power. Kwa to maana do mengine with alikuwa it. anamwambia mimi nimekupa The mamlaka same ya thing God kumkemea told huyo Bishop pepo. Oyedepo, see the layer. Deal with it. Ni sawa na vile ambao Mungu alimwambia Askofu Oyedepo, unaona hilo kapeti God is lishughulikie. telling you, Mungu anakuambia wewe there is a barrier. kuna kizuizi, Deal with that barrier. kishughulikie hicho It's kizuizi not the wewe. one that will do it for you. Mungu si ndiye atakayeshughulikia. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. You take responsibility. Wewe ndio unapaswa kuchukua wajibu. And what must you do? Na unapaswa kufanya nini? First of all, make sure you are born again. Kwanza kisha umeokoka. The first key to breaking invisible barrier. Fungua kwanza is kuwezesha kuvunja be vizuizi born visivyoonekana again. ni kuokoka. The second one, Hatua ya pili, walk in the light of scriptures. tembea katika nuru ya maandiko. Locate scripture. It was John chapter 1 verse 5 that the Bishop Oyedepo used. Ni ile Yohana 1:5 ndo Askofu Oyedepo The alitumia. devil cannot stand against the word of Shetani God. hawezi kushindana na neno la Mungu. Locate scriptures and point to the devil, it is written. Tafuta maandiko na mwambie shetani imeandikwa. When the devil came in Matthew chapter 4 Shetani alipokuja kwenye ile Mathayo 4 to tempt Jesus, Jesus said, it is written. kumjaribu It is Yesu, written. Yesu It is alimwambia written. And the imeandikwa, devil imeandikwa. left him for a season. Na shetani akamwacha kwa kitambo. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia amen. haleluya kubwa. Third thing, engage the weapon of faith. Faith is a weapon. Pia itumie Ephesians, silaha ya imani. Ephesians chapter 6 verse 16. Imani ni silaha. Efeso Above all, 6:16. Zaidi ya Take the yote, shield of faith twaeni ngao ya imani that will enable you ili muweze to break every barrier. kuvunja kila kizuizi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. The fourth one, Hatua ya 4, be committed to kingdom stewardship as a jitoe lifestyle. katika kutumika kwa When ajili ya you are ufalme. busy serving God, God will be busy breaking barriers. Unapokuwa na juhudi katika kumtumikia Mungu, Mungu atakuwa anawajibika kuvunja vizuizi vyako. Number 5 thing Number you need to 5. do, Kitu ambacho unahitajika kufanya, continue endelea to declare boldly kutamka kwa ujasiri against every unwanted situation in your life. dhidi ya kila hali usiyoitaka katika maisha yako. Let's liken barrier as a mountain. Tuvifananishe vizuizi kama mlima. Mountain will not melt until you speak to the mountain. Mlima hautayeyuka mpaka umeutamkia. Mark chapter 11 verse 23. Marko 11:23. If you will say to this mountain, Kiwaambia mlima huu, let barrier hear your voice, sababisha kile kizuizi kisikie sauti yako, and will not doubt what you have said, na usiwe na shaka na kile ulichokisema. God will make it happen that you have what you Mungu say. atasababisha ile ulotamka litokee na utalipokea. Speak against every unwanted situation in your life. Tamka kinyume na hali usiyoitaka katika maisha yako. Luke 21 verse 15. Luka God have 21:15. given you a mouth and a wisdom Mungu amekupa kinywa na hekima which none of your adversaries ambayo hakuna adui zako shall able to gainsay or resist. wanaweza kushindana nao kupinga. Psalm 81 verse 10. Zaburi Say, 81:10. open your mouth wide, Fungua sana kinywa chako, declare it, tamka and I will confirm it. nami nitathibitisha. Psalm 81 verse 10 to 14. Zaburi But he said, 81:10. my people will not hear. Watu wangu hawatusikia, They will not hear. They will not hearken to my voice. hawataisikia sauti yangu. And they went to captivity. Wakaenda kwenye mateka. Psalm 18 verse 44 and 45. As soon as they hear of me. Waliponisikia tu. Psalm 18 verse 44 and 45. Zaburi As 18. soon as they hear of me, Mara tu waliponisikia, they shall obey me. wananitii. Who are they? Barriers. Ni nani hao ambao watakutii hivyo They are vizuizi? not hearing you. Hawakusikii. They will be speaking to you. Na kama hawakusikii watakuwa If the wanakutamkia barrier wewe. is not hearing you, Kama kile kizuizi hakikusikii you wewe, will be hearing them. wewe ndio utakuwa And when unakisikia. they speak fear inside of you. Na vikikutamkia vinakupandia When you hofu. speak fear inside of them. They will run away. Wewe unapotamka unavitamkia vile vizuizi hofu na vinakimbia. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And number 16 to do, Kitu cha sita cha kufanya, believe amini. in the prophet God have sent to you. Muamini nabii ambaye Mungu amekutumia. There is no Exodus without Moses. Hakuna kutoka pasipo Musa. God needed Moses to deliver their people from barriers. Mungu alimhitaji Musa kuwatoa watu wake kutoka kwenye vizuizi. If you despise your Moses, Ukimdharau Musa wako, you will remain in Egypt. utabaki katika nchi ya Misri. If you despise your Moses, Ukimdharau Musa wako, you will remain in Egypt. utabaki The Misri. reason many church members are still in Egypt, Sababu waamini because wengi they wako kwenye failed Misri to recognize
against the Moses God have sent Ni to kwa them. sababu wameshindwa kumtambua Musa ambao Mungu Those who amewatumia. are wise to recognize their Moses Wale wenye hekima na wanaweza kumtambua Musa wao, can't stay in captivity wala hawezi long. kubaki kwenye umateka. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. That is the principle of God. Hiyo ni kanuni ya Mungu. God has every power to come down to Egypt and do Mungu it. alikuwa na nguvu ya kushuka mwenyewe Misri na kuwaokoa, But by a prophet. lakini kupitia nabii. Hosea 12 verse 13. Hosea 12:13. By a prophet. Kwa nabii The Lord brought Israel Bwana aliwatoa of Israeli Egypt. kutoka Misri, by a prophet. na kwa nabii He will preserve you. wakahifadhiwa. Many don't have. Many don't receive what he sent to them. Watu hawapokei kile If ambacho you Mungu don't hear anything amewatumia. I say today, if you despise your Moses, Ukimdharau Musa wako, if you dishonor your Moses, ukiacha if you kumheshimu talk Musa against wako, your Moses, ukiongea kinyume na Musa wako, you will remain in Egypt. utabaki kwenye nchi ya That is the umateka. way God works. Hiyo ndio namna Mungu anatenda kazi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And finally, number 7, Mwisho namba 7, continue to give God high praises. endelea kumpa Mungu sifa kuu. When your praise goes up, Sifa zako zinapokwenda juu, God comes down. Mungu anashuka chini. No barrier can hinder God when he comes down. Hakuna kizuizi kinachoweza kumzuia Mungu pale When anaposhuka Paul and chini. Silas sang praises to God, Paulo na Sila waliimba sifa kwa Mungu, God came. There was, the Bible says, suddenly, Mungu akashuka bila and sema immediately there ghafla, was an earthquake. kukawa na tetemeko la nchi. Acts chapter 16 verse 25. Matendo 16:25 na kuendelea. And the chains broken. Na minyororo ikakatika, Barriers break on their own accord vizuizi vikavunjika vyenyewe when you sing God down. pale unapoimba na kumshusha Mungu chini. It's a new day for you. Ni siku mpya kwako. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Are you ready to battle this hour? Uko tayari kupigana Somebody sasa? shout a louder Sema amina amen. kubwa. But before we do that, Lakini kabla hatujapigana vita, the greatest barrier you need to break kizuizi kikubwa unachohitaji kukivunja is a barrier of sin. ni kizuizi cha dhambi. Sin is a barrier. Dhambi ni It kizuizi, hinders your blessings. kinazuia baraka zako. You know, Jeremiah 5 verse 25. Yeremia 5:25. He say, Jeremiah 5 verse 25. Yeremia 5:25. He say, your iniquities Sema maovu yenu have torn away distance. yameondolea mbali haya Your mambo. sins are withholding. Dhambi zenu The sin is zimewazuilia. a barrier that can withhold good things from you. Dhambi ni kizuizi kinachoweza kuzuia mema Are kwako. withholding good things. Dhambi zenu zimewazuilia mema yasiwapate. Break the barrier of sin first. Vunja kizuizi cha dhambi kwanza. It becomes easy to break every other one. Hiyo itakuwa rahisi kuvunja vizuizi vingine. Everybody that is here that is not born again, Yote aliyoko hapa ambaye hajaokoka, this is a barrier to break. hicho ni kizuizi cha A kuvunja. simple prayer you pray now, Kwa ombi rahisi utakaloomba sasa, and that is enough. na hicho kizuizi cha dhambi You want kitaondoka. to surrender to Jesus, Unataka kumpa maisha yako Yesu, or you want to rededicate your life to au Jesus, uliokoka ukarudi nyuma, unataka kutengeneza na Yesu. wherever you are, Popote ulipo, put your hand on your chest. weka mkono wako kifuani. I will pray a simple prayer for you, Nitakuombea maombi rahisi tu and those barriers shall be na broken. vizuizi vitavunjika. Put your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani, unataka Put kuokoka. your hand on your chest. Unataka kuokoka, weka mkono wako kifuani. Hallelujah. Haleluya. And come forward here. Let me pray for Njoo you. hapa mbele nikuombee. You want to rededicate your life? Come. Unataka kuokoka, You want to become? Let unataka me pray kutengeneza for you. maisha yako na Yesu, njoo mbele. Come. Take that step. Njoo And come. mbele, chukua hatua ya imani, njoo. Take that step and come. Njoo mbele. They are clapping for you. Come. Come, Wanakupigia makofi, come. njoo. Jesus is calling you. Yesu anakuita. Jesus is calling you. Yesu You are anakuita. here. You know it very well. You are not born again. Uko hapa unajua kwamba haujaokoka. Come forward. Let me pray for Njoo you. mbele nikuombee. Wherever you are seated, please come. Popote ulipo tafadhali njoo. God bless you. God bless you. God bless you. Come. Mungu akubariki, njoo. Come. Come. Njoo wewe unataka I'm still kuokoka. waiting for you. I'm still waiting for you. Unayetaka kuokoka njoo I'm mbele. still waiting for you. Come. Bado ninakusubiri. Come. Clap your hand. They are coming. They Njoo are coming. tuwapigie They are makofi, coming. wanakuja. Come. Come. Jesus is calling you. Yesu anakuita, njoo. Come. Jesus is calling you. Jesus is calling Njoo, you. Yesu Jesus is anakuita. calling you. Unataka kuokoka, I'm njoo still waiting for mbele. you. Come. 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 Unasubiriwa, njoo. Get seated, congregation. Get seated. Kanisa tuketi. But if you are coming, please come forward. Let's. Wewe unataka kuokoka, unaweza We want to ukaendelea. pray now. Come. 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 Unataka kumpa Yesu maisha yako, njoo mbele. Hallelujah. Haleluya.
Put your hand on your chest. Let's pray. Weka mkono wako kifuani tuombe. Please. Mfuatisheni maneno haya. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neema yako. Ulioko hapa mbele, tafadhali fuatisha haya maneno. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neema yako iliyonivuta kwako. Ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Nioshe kwa damu yako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ingia katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia leo nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Father, thank you for saving these souls. Asante Baba kwa kuokoa nafsi hizi. Let the grace that saved them be with them. Neema iliyookoa iwahifadhi. I cover them with the blood of Jesus. Na wafunika kwa damu ya Yesu. Any one of them being tormented Yote anayeteswa by the devil, na shetani, I command that devil to leave your body na now. amuru ya shetani aachie mwili wako In the name of Jesus. katika jina la Yesu. And I cover you with the blood of Jesus. Na kufunika kwa damu ya Yesu. Loose her, the devil, and let her go. Shetani mwache na aende. I command you in the name of Jesus Na Christ. kuamuru katika jina la Yesu Kristo. Out and return no more. Toka na usirejee tena. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. You are covered by the blood of Funikwa Jesus. kwa damu ya Yesu. Please take them out. And everybody Mwafuate stand up hao. on your feet. Mwafuate watumishi wa Mungu upande wako wa kushoto, kuna Everybody watumishi wa stand Mungu up on your wafuate. feet. Upande wa kushoto kuna watumishi wa Mungu wafuate. Stand Kanisa up on wote your feet. tusimame, kanisa tusimame. You have watched those barriers stay there for long. Umekuwa ukivitazama hivyo vizuizi vimekaa kwa muda mrefu It's hapa. time to wage a war. Ni wakati wa kupiga vita. Behind every four home there are 4 carpenters. Nyuma ya kila pembe nne basi kuna wafua vyuma wanne. Lift up your voice now. Inua sauti yako Command sasa. every barrier holding you down. Amuru kila to go kizuizi up. kinachokuzuilia kivunjike. Command the spirit. Say, if you will say to this mountain, be Maandiko thou anasema removed and be thou cast away, ukiwaambia mlima huu and shall not uondoke, doubt in your heart, ukatupwe but baharini, believe that those things you say sina will come shaka to moyoni pass, mwako, you shall have bali whatever you uamini say. kwamba yote usemao Command those yametokea. barriers to go. Utapata yote uyasemao. Command those barriers to leave you. Amuru hivyo Command vizuizi those barriers to viondoke. leave you. Command those barriers to leave you. In the name of Amuru Jesus Christ. vizuizi hivyo viondoke. Command those barriers to leave you. Amuru In the vikwache. name of Jesus Christ. Command those barriers to go. Every invisible barrier. You might not see them with your physical eyes, Unaweza usivione but they are there, they are real. kwa macho ya Every kimwili, invisible barrier lakini hivyo vizuizi be vipo. destroyed, be destroyed, Amuru be destroyed, vivunjike. be destroyed, be destroyed. Every barrier preventing your glory. Every Vizuizi barrier vinavyozuia preventing utukufu your wako. testimony. Vinavyozuia Every shuhuda barrier yako. preventing your concession. Vinavyozuia kupata mimba. Crumble today, crumble today. Vianguke leo. If you will say to this mountain, I need to go. it will Ukiwaambia go. huu mlima uondoke, Lift up your utaondoka. voice, every barrier crumble. Inua sauti yako, tamka. Every barrier crumble. Amuru hicho kizuizi kivunjike. Amuru kitamkie kianguke. Lakoteli abalia boshialaba. Alikata bralia katolobo. Abrakatobrela brasokotalia. Alia katobrelia katakato. Ebulanda kiatobe. Eshua kata bralia palabala boshia. Aliando breketu balando. Alubalando brekatu balande katobelia. Ebrakato brekato breshuba. Alande kate 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 laba. Ayilanda. O brakata brakute. Ekiatakata brandolobo shialaba. Ayulia baba brakato brelandalaba. Is somebody speaking to that barrier to Kuna mtu crumble? anakitamkia hicho Is kizuizi somebody kianguke. speaking to that Kuna barrier mtu to crumble? anakitamkia hicho kizuizi kianguke. Debo shakabo liakaba bala balaba. Alaka tekatobela. Ekia takaba la brakatoko tolobo. Ebulanda katakato lando breketoba. Ayulanda kata kato brekato. Ekutakaba lando breketuba. Ayuli abala brakiatuba. Abando brekatube lando breketuba. Ebulanda kato brekatubelia. Abalanda katoketolaba. Ayulia kata bralianda katolia. Ebuando bakata katala kalaba. Abakatobe. Ebolia kateketuba la brakatobelia.
Ayulia kata brashule baraba. Ayalando brekato bala. Alando brekata kato breka. Abuti kata brakato. Ebula bala kalabala boshi alaba. Alande kiata. Abrakato keto balia. Ayulia kata kateka telia. Ebula bala boshi alaba. Alianda la brakatolobo. Abrakate kalabra katolia. Eshia kata katoke tula. Abra la boshi alaba. Ayelando brekatoma. Abolando ketokalia. Ashuke tekata. Makotianda katobrelia. Eshuanda kabalando brekatobelando. Ebulande ketokaloboshi katakata. Ayola brakatobelanda katakatube. Ebulanda ka blalianda katekaloboshia. Ebulande keteketo baliaba. Ayulia katakatobelanda. Alando brekatobelanda kiata. Ayulia baba lakatoketolia. Ekiata abrababoshia. Ebanda katakateketo. Eketeketo koto kalabakatolia. Ayilande katekatobelea. Ebulanda kateketubalanda kia. Abakiato. Aliande keteka. Elia baba lebra katoketulia. Eketeketuba la brakatubelanda. Apuliande katobreketo kalaba. Ashobre katala brakia. Alande katobelanda kia. Obreketuba. Alinda katakatobeli ama. Abulanda katobe. Eketokotula brakatoketula. Eketeketu katakatokotula. Ebalando breketuba la bralia. Alande katokaloba kotikatoa. Ekuandu belaba. Ayulia papa balando breketubalia. Apolando breketo kalaboshika. Eketeketuba la brakataka. Ayala baba baba. Alande katoba kotianda. Ekitokotoko takateketo. Eketeketu katakatakato. Ebulando balabrakato. Ebulakato bakato kalabalaba. Alia katalaba. Atobreketo kalabakute kaloba. Ebulande kato breketoba. Eshuande kabalando breketo. Ekatolia baba. Is somebody speaking to every barrier? Kuna mtu anatamkia vizuizi. Seen and unseen barriers be broken. Vizuizi Every vinavyoonekana barrier against vivunjike. marital breakthrough of God's Ila people. vizuizi vinavyozuia Against mapenzi peace in their home. kinyume na I amani. break you in the name of Na Jesus. kuvunja kwa jina la Every Yesu. barrier against their academic sources. Vizuizi vya Be mafanikio ya broken, be masomo broken, be vivunjike. broken, be broken, be Vivunjike, broken, be vivunjike. broken. In the name of Jesus Katika jina la Yesu Christ. Kristo. Andalaboshia. Abalanda katoketo kaloba. Alabalabose keto kalaboshi katakatenaba. Iliba katoko alabalaba. Oh break it take it to labalaba. Aliande ketole balabo. Ekuta katekia torobo. Abondo kotoko torobo shalaba. Elia baba labra katorobo. Abola boshe ketorobo shalabalaba. Alia baba sholobo lia balaba. Alia baba sholobo. Aliande lebo shalabalaba. Ekia tokoto. Ekatoketolobo shalaba. Alia baba shokoto. Ekia takatekia torobo. Epalia baba shakatolobo. Abalabo shalabo lia balabalaba. Alia baba sholobo lia balaba. Sholobo lia balaba. Alabalabo sheketoko tolobo. Ebalia baba katokoto. Ebalia baba sholobo lia balaba. Akatokoto kotolia. Ekia teke tolobo shialaba. Abuando kotolobo. Aliande lebo shakatakato balaba. Alando kato kato balakote. Eketoka takaboshi katakalaboshia. Abalambala bokatalaba. Lakatobe lakatoke doba. Eboshi katakato. Ebonda katobe lakote kalaboshia katolia. Ebalianda katalia. Every barrier of sickness and Kila disease kizuizi cha be magonjwa na destroyed, be madhaifu destroyed, be kiharibiwe, destroyed, be kiharibiwe, destroyed. kiharibiwe. Lakabali kato. Ebolande katobe katoba. Alande katobe lando alaba. Ayulia katoke tuba la bwale boshi alaba. Alando breketo. Eketeketo kalabakato. Ebrando katoba landonia. Alabra katoke toliba. Ekuta kata katobe lia. Ebulanda kata. Alabra katoba leba kote. Eketeketo kotoka. Ebulaba labra katokoto. Eketeketuka labakatuba. Ande kalaba. Alobreketuba labra katoke tule. Ebulamba lenda labra kata. Alobrekatobela. Ebulaba baba balaba. Alande kateketo. Ebalande kato belando. Ebutakatushiyaka. Thank you, Jesus. Asante Yesu. If you believe something that happened, Kama shout it louder. unaamini kuna kitu Amen. kimetokea, sema amina kubwa. You know, in a spiritual realm, Kwa sababu katika ulimwengu wa roho everything have ear and a hear. kila kitu kina masikio na kinasikia.
That's why the Bible says, if you will say to the mountain, na Biblia inasema ukiwaambia mlima, everything hears. kila kitu kina masikio Jesus kinasikia. spoke to the fig tree. Yesu aliutamkia mtini. There is nothing dead. Hakuna kitu ambacho ni That's why you kiziwi. can speak to malaria, malaria will bow. Ndio unaweza kuiambia malaria ikatii. Barriers hears. Vizuizi vinasikia. Because it's not just about barriers, Kwa sababu si swala la vizuizi tu, but the forces behind the barriers. kuna nguvu zinasababisha hivyo And vizuizi. as you have spoken to that barrier, Kama ambao umetamka dhidi ya hivyo vizuizi, I stand by the authority of Jesus nasimama katika mamlaka ya Kristo and by the unction backing this na commission. kwa upako unaotenda kazi katika huduma hii, Those barriers hivyo vizuizi hindering your testimony, vinaozuia ushuhuda wako, hindering your breaking limits, vinaozuia kuvunja mipaka, hindering you enjoying that marriage, vinaozuia usifurahie ndoa, hindering your marital breakthrough, vinaozuia mpenyo wa ndoa, hindering your academic success, vinaozuia mafanikio ya masomo, hindering your financial breakthrough. vinaozuia mpenyo wa kifedha, In the name of Jesus, katika jina la Yesu they are destroyed now. vinaharibiwa sasa. The Bible says in Isaiah 59 verse 19, Biblia inasema katika Isaya when 59:19, the enemy shall come like a flood, adui atakapokuja kama mafuriko, the Spirit of the Lord Roho wa Bwana will raise up a standard, atainua viwango, will lift up a standard. atainua viwango. I engage the power of the Holy Ghost, Ninaitumia nguvu ya Roho the Mtakatifu, power of the highest, nguvu ya Mungu aliye juu, and by the power of the Holy Ghost, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu those barriers are hivyo broken now vizuizi in the name of vinavunjika Jesus. sasa kwa jina la Yesu. Those barriers are broken Hivyo now in vizuizi the name of vinavunjika Jesus. sasa kwa jina la Those Yesu. barriers are broken now in the name of Vinavunjika Jesus. sasa kwa jina la Yesu. Anyone holding you Yeyote anayekukamatia not to access your blessings, na kufanya usipate baraka zako, those oppositions, huo upinzani crumbles now in the name of unaanguka Jesus sasa Christ. kwa jina la Yesu. You are free Uko now huru to sasa, go and access your testimonies. nenda ukapate You shuhuda are zako. free now Uko huru to sasa, go to your promised land. nenda kwenye nchi yako ya ahadi. Pharaoh is drawn in the Red Sea. They will not rise their ugly head Adui anymore. zako wamezikwa bahari ya In the Shamu, name of watainuka Jesus tena Christ. katika jina la Yesu. Every hanging answers Kila jawabu linaloning'inia are released to you now. linaachiliwa kwako. Every hanging blessings Kila baraka they inayoning'inia are released to you now. linaachiliwa kwako sasa. Anything you have lost Chochote as a ulichopoteza result of invisible sababu ya barriers, vizuizi visizoonekana they are restored vinarejeshwa now. sasa, They are restored vinarejeshwa now. sasa In the name of Jesus. katika jina la Yesu. So shall it be. Ndivyo imekuwa. I'm not hearing a louder amen. Sisikia bila kubwa. I'm not hearing a louder amen.